Mambo vipi rafiki yangu? Uko poa? Mimi niko freshi zaidi ya jana. Sasa leo nimekuja na mada nzuri yenye mafunzo ndani yake. Naamini utaenjoy. Kaa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kabla hatujaendelea na chakula chetu cha leo, fanya kubonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele hapo chini. Lakini usisahau kulike na kucomment, utakuwa umetisha sana. Sasa kuna wakati unajiuliza, huyu mtu ananipenda kweli au ni mimi tu ninajipa matumaini? Ni swali ambalo watu wengi wanalo, lakini hawajui ni dalili zipi hasa za kuangalia. Ukweli ni kwamba mtu akivutiwa na wewe kimapenzi, kuna ishara nyingi ndogo ndogo anazoonyesha, wengine wazi kabisa, wengine kwa mafumbo. Karibu kwenye video hii ambapo tutachambua dalili zaidi ya 20 ambazo zinaonyesha mtu amekuvutia kimapenzi. Hii sio hadithi za kubuni. Hizi ni tabia halisi ambazo unaweza kuziona kila siku, iwe ni kazini, chuoni au hata mtaani. Kaa hadi mwisho, maana kuna dalili unaweza kuwa unaiona kila siku lakini huijui maana yake. Namba 1, anakutazama mara kwa mara. Mtu anayevutiwa na wewe hawezi kujizuia kukuangalia. Utamkuta macho yake yanarudi kwako tena na tena, hata kama kuna watu wengi. Wakati mwingine akikukamata unamwangalia, atageuza macho haraka au atatabasamu kwa aibu. Hii ni kwa sababu moyo wake unakuwa na interest kubwa juu yako. Hata ukiwa mbali, atajaribu kukuona tu, ni kama ana rada yake kwako. Hii ni dalili ya mwanzo kabisa na mara nyingi huwa haidanganyi. Namba 2, anatafuta sababu ya kuongea na wewe. Hata kama ni mambo madogo madogo, atatafuta njia ya kuanzisha mazungumzo. Anaweza kukuuliza vitu ambavyo angeweza kujiuliza mwenyewe, lakini anataka tu kuongea na wewe. Kwa lugha ya mtaani, anatafuta njia ya kukupiga stori. Hii inaonyesha anafurahia uwepo wako, na kila nafasi anayopata ya kuongea na wewe anaichukulia kama muhimu. Namba 3, anacheka sana unapokuwa karibu. Hata kama utani si mkubwa sana, yeye atacheka kama vile ni jambo la kuchekesha sana. Hii ni kwa sababu anajisikia furaha unapokuwa karibu naye. Kicheko chake kinakuwa cha kweli, si cha kulazimisha. Na mara nyingi, hata ukiwa serious, yeye atatafuta sababu ya kufanya moment iwe light. Hii ni ishara ya connection ya kihisia. Namba 4, anakumbuka mambo madogo kukuhusu. Ulimwambia kitu kidogo siku nyingi zilizopita, bado anakikumbuka. Anaweza kukumbuka rangi unayopenda, chakula chako unachokipenda, au hata tarehe fulani muhimu. Hii inaonyesha anakusikiliza kwa makini, na zaidi ya hapo, anakupa nafasi maalum kwenye kumbukumbu zake. Kwa kifupi, wewe si mtu wa kawaida kwake. Namba 5, anajaribu kukusaidia kila mara. Hata kama hujaomba msaada, yeye atajitolea kukusaidia. Inaweza kuwa mambo ya kazi, shule, au hata mambo binafsi. Anapenda kukuona uko sawa na furaha. Kwa lugha ya kitaani, yupo tayari kukubeba mzigo wako kidogo. Hii ni dalili ya kujali inayozidi urafiki wa kawaida. Namba 6, anakuwa na wivu kidogo. Ukiongea sana na mtu mwingine, utaona anabadilika kidogo. Anaweza kuuliza maswali au kuwa kimya kwa muda. Huu si wivu mbaya, bali ni ule wa kujali. Inaonyesha anakuona kama mtu wa thamani kwake. Lakini lazima uwe wivu wa kiasi, si ule wa kucontrol. Namba 7, anajitengeneza zaidi unapokuwa karibu. Anajali muonekano wake zaidi ukiwa karibu. Anaweza kurekebisha nguo, nywele au hata harufu yake. Hii ni kwa sababu anataka kuonekane vizuri machoni mwako. Ni jitihada ya kukuimpress. Hii mara nyingi hutokea bila hata yeye kujua. Namba 8, anakupa muda wake. Hata akiwa busy, atatafuta muda wa kuwa na wewe. Atapunguza shughuli zake ili apate nafasi ya kuwasiliana na wewe. Hii inaonyesha priority yake inabadilika, na wewe unakuwa sehemu ya ratiba yake muhimu. Kwa kifupi, muda wake unaanza kuzunguka wewe. Namba 9, anapenda kukugusa kidogo kidogo. Inaweza kuwa kushika mkono, kugusa bega au kukusogelea karibu. Hizi ni touch signals ambazo zinaonyesha attraction. Hafanyi kwa bahati mbaya, kuna hisia nyuma yake. Na mara nyingi atafanya kwa upole ili kuona reaction yako. Hii ni lugha ya mwili inayoongea zaidi ya maneno. Namba 10, anakuwa makini na mawasiliano yenu. Atakujibu meseji zako haraka au kwa uangalifu mkubwa. Hata kama amechelewa, atajieleza kwa nini. Hataki ufeel kupuuzwa. Anaweka effort kuhakikisha mawasiliano yenu yanaendelea. Hii inaonyesha anathamini connection yenu. Namba 11, anakuuliza maswali ya binafsi. Anataka kujua maisha yako, historia yako na ndoto zako. Hii si curiosity ya kawaida, ni interest ya kina. Anataka kukuunderstand vizuri zaidi. Na anapouliza, anasikiliza kwa makini sana. Hii inaonyesha anakuona kama potential ya kitu kikubwa. Namba 12, anajali hisia zako. Ukikasirika au kuwa na huzuni,
Yeye anajali sana. Atauliza mara kwa mara kama uko sawa na atafanya jitihada kukufanya ujisikie vizuri. Hii ni dalili ya emotional connection. Sio kila mtu anajali hivi. Namba 13, anapenda kuwa karibu na wewe. Atatafuta nafasi ya kukaa karibu nawe au kuwa eneo lile lile. Hata kama hakuna sababu kubwa, anataka tu uwepo wako. Kwa mtaani tunasema anajipendekeza kimya kimya. Hii inaonyesha anafurahia presence yako na anajisikia amani ukiwa karibu. Namba 14, anakutania kwa upendo. Atakuchokoza lakini kwa njia ya kirafiki. Hii ni njia yake ya kucreate bond na wewe. Utani wake haukukasirishi, bali unakufanya utabasamu. Hii ni flat ya kisasa kwa wengi. Inaonyesha anajisikia comfortable na wewe. Namba 15, anakusifia mara kwa mara. Atakwambia vitu vizuri kukuhusu. Inaweza kuwa muonekano wako, akili yako au tabia yako. Sifa zake zinakuwa genuine, si za kulazimisha. Anataka ujue una thamani kwake na anakufanya ujisikie special. Namba 16, anakushirikisha maisha yake. Anakuambia mambo yake binafsi. Anafunguka juu ya hisia zake na changamoto zake. Hii inaonyesha anakutrust, na trust ni hatua kubwa kwenye mapenzi. Huwezi kufungua moyo kwa mtu usiyemjali. Namba 17, anakutafuta bila sababu maalum. Anakupigia simu au kukutext bila ajenda kubwa. Anataka tu kusikia sauti yako au kujua unaendeleaje. Hii ni ishara ya kukumiss na inaonyesha unakaa kichwani mwake mara kwa mara. Wewe ni sehemu ya mawazo yake ya kila siku. Namba 18, anajali maoni yako. Anapofanya maamuzi, anakuuliza ushauri wako. Anathamini unachofikiria. Hii inaonyesha anakuheshimu na anakuchukulia kama mtu muhimu kwenye maisha yake. Sio kila mtu anapewa nafasi hii. Namba 19, anakutetea mbele ya wengine. Kuna mtu akiongea vibaya juu yako, yeye hatakaa kimya. Atakusimamia na kukutetea. Hii inaonyesha loyalty yake kwako, na pia inaonyesha anakujali sana. Ni dalili ya mtu anayekujali kwa dhati. Namba 20, anakuwa tofauti kidogo na wengine. Jinsi anavyokutreat ni tofauti na wengine. Anaongeza attention zaidi kwako, na tabia yake kwako inakuwa ya kipekee. Hii inaonyesha wewe una nafasi tofauti moyoni mwake, na sio bahati mbaya, ni makusudi. Mwisho. Sasa, swali linabaki kwako. Je, kuna mtu unayemjua anaonyesha dalili hizi? Au labda wewe mwenyewe umekuwa ukiziona lakini hujui maana yake? Ukweli ni kwamba mapenzi mara nyingi hayasemwi moja kwa moja, yanaonekana kupitia vitendo vidogo vidogo kama hivi. Kama umeona dalili nyingi kati ya hizi kwa mtu mmoja, basi uwezekano ni mkubwa huyo mtu ana kitu moyoni juu yako. Kama umeipenda video hii, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe. Na kwenye comments niambie, ni dalili ipi umewahi kuiona au kukutana nayo kwenye maisha yako. Asante, tukutane kwenye video inayofuata.